Bwana, baada ya msururu wa sare kama tatu hivi hapa katikati kwa upande wa Young Africans, kuna pressure kwa mwalimu Pedro Goncalves, lakini mpaka kwa wakati huu pressure iliyopo sio kubwa sana, lakini kiukweli mara baada ya sare ambayo wameipata katika mchezo dhidi ya Mtibwa, pressure imeanza kuongezeka hivi sasa. Kinachofanya pressure isiwe kubwa sana ni kwa sababu Young Africans bado wako kileleni kwa tofauti ya alama za kutosha tu, kitu ambacho kinamaanisha pia kwamba hata watakaokuwa nyuma yake kufanya vizuri kwenye michezo yao haihatarishi nafasi ya Young Africans kwa namna yoyote kwa wakati huu. Young Africans wanabaki kuwa namba moja katika msimamo wa ligi kuu walau kwa muda mchache unaokuja, wiki kadhaa, pengine kutegemeana na matokeo ya mechi zao na mechi za wapinzani wao zitakapokuwa. Hakuna shaka kuhusu hilo, lakini kuna shaka kwenye mwenendo wa namna ambavyo timu sasa inaonekana inajaribu kutaka kutengeneza utaratibu wa kupata matokeo. Shaka iko hapo, na ndio maana nikasema mwisho wa siku pressure sio kubwa sana. Pressure ingekuwa kubwa sana kwa Pedro Goncalves kama baada ya huu msururu wa hizi sare ambazo wamekuwa wakizipata ingeambatana na wao kutokuwa kwenye nafasi nzuri kwenye ligi. Hiyo ingekuwa ni issue nyingine, lakini sababu ya kutokuwa na pressure kubwa kwa upande wa mwalimu hivi sasa, licha ya kwamba inakuwa taratibu, ni kwa sababu Yanga wako kwenye nafasi nzuri kwenye ligi. Matarajio kwenye michuano ya kimataifa ni kile ambacho mwisho wa siku kimepatikana. Hakukuwa na pressure kubwa kwenye michuano ya kimataifa kwa sababu ilieleweka kwamba walikuwa kwenye mazingira magumu, kundi lilikuwa gumu. Kwa hiyo kile ambacho kimekuja kupatikana mwisho wa siku kilipokelewa kutokana na uhalisia wa kundi jinsi lilivyo, lakini mwenendo ambao umekuwa ukipatikana katika ligi ndio unajaribu kutengeneza hii pressure mwisho wa siku. Sasa kikubwa ambacho kinaelezwa kwamba sababu ya Young Africans kutokuwa kwenye mwenendo mzuri kwa wakati huu ni vitu viwili: msururu wa majeraha, hasa kwa baadhi ya wachezaji ambao ni muhimu, hasa kwenye eneo la ushambuliaji, kitu ambacho kimewafanya Young Africans wakose makali na kupoteza baadhi ya nafasi muhimu kwenye hii michezo ambayo wamepata hizi sare. Kingine, ukitoa ishu ya majeraha, ni kusafiri kwa umbali mrefu ndani ya muda mfupi. Young Africans wamesafiri takriban kilomita 1000 kwenye huu msururu wa hizi mechi takriban 3 ambazo wamejikuta wakiambulia sare mfululizo. Wamesafiri umbali mrefu, lakini kuna swala pia la kwamba kumekuwa kuna majeraha kwa baadhi ya wachezaji, hasa kwenye maeneo ambayo ni nyeti kwenye kikosi, kitu ambacho kimewagharimu Young Africans kwenye baadhi ya nafasi ambazo wamejikuta wakizipoteza kwenye baadhi ya hii michezo, kwa sababu nafasi ambazo wamezipata kiukweli ni ishara kwamba kiufundi kulikuwa kuna vitu ambavyo vimefanyika kiusahihi mwisho wa siku, na ndio maana wakajikuta kwa kwenye mazingira ya kupata nafasi ambazo zilikuwa ni za wazi kwenye michezo ambayo wamekuwa wakicheza hapa katikati, lakini ufanisi umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo swala la ufanisi mdogo huwezi kulinasibisha moja kwa moja na kocha. Kama timu inaweza kufika mbele ikatengeneza nafasi ikapata nafasi kubwa kwenye mchezo na zisitumike, hilo ni swala ambalo linabaki kwa wachezaji mwisho wa siku, sio tatizo la kocha. Kwa hiyo pressure inakuja kwa sababu sare zimekuwa nyingi, lakini pressure haiwezi kuwa kubwa sana kwa sababu ambazo zinafanya hizi sare ziwe nyingi kiufundi na kwa uongozi zinaonekana zinaeleweka. Kuna uchovu ambao unaonekana umeingia kwenye kikosi kutokana na kusafiri umbali mrefu kwenye kipindi kifupi, lakini majeraha kwa baadhi ya wachezaji funguo kwenye baadhi ya maeneo muhimu uwanjani, kitu ambacho kimechangia hata ufanisi wa Young Africans kwenye matumizi ya nafasi kuwa ni mdogo, kwa sababu kiuhalisia pengine mwalimu angetamani kwenye nafasi ambayo labda alikuwepo Mwanengo, labda awepo mtu kama Depu mwisho wa siku. Of course kuna issue ya Pacome naye, lakini najaribu tu kukupa ile scenario kamili, lakini ieleweke tu kwamba Young Africans wanajaribu kuendelea kuiangalia hii situation ya mwalimu Pedro Goncalves, kwa sababu huu mwenendo hauridhishi mwisho wa siku. Kukosa tu baadhi ya wachezaji haipaswi kuwa sababu ya kuwafanya Young Africans washindwe kupata kile ambacho wanakitaka kikamilifu. Of course swala la uchovu mwalimu amekuwa akilizungumzia, linaeleweka, lakini bado haliondoi uhalisia kwamba Young Africans wanatarajia klabu yao iwe na uwezo wa kuweza kuvuka kiunzi kama hicho. Ni kiunzi kigumu, hasa wanapokuwa wanaambatanisha na issue ya majeraha ambayo imeingia kwenye kikosi, lakini viongozi wanaamini kwamba Young Africans wanapaswa kuwa na uwezo wa kuweza kuvuka hichi kiunzi na kupata matokeo mwisho wa siku. Fununu naziona mtandaoni, kumekuwa kuna maneno kama pengine bwana tayari huko, au labda barua ya mtendaji mkuu iko njiani, lakini almuhimu ni kwamba
pressure imeongezeka kwa mwalimu Pedro Goncalves. Sasa wewe kama mdau wa Young Africans unaweza kuniambia vipi, unasemaje? Ni swala la muda, yatapita haya, ni mambo ya kawaida, au kuna changamoto za msingi ambazo unaziona? Ukitoa ishu ya majeraha, ukitoa ishu ya uchovu wa kusafiri umbali mrefu ndani ya muda mfupi, je, kuna changamoto ambazo labda unaziona ambazo unaamini ndio mzizi wenyewe, au apewe muda, wachezaji wakirudi, hii ratiba ngumu ikipita, watakuwa sawa? Unaweza kuniandikia maoni yako hapo chini na tunaweza tukashare mambo mengine zaidi kuhusiana na swala hili.